Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kuzindua rasmi leo jijini Dar es Salaam. Na kufuatia maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam kushika kasi, wagonjwa 116 wafikishwa kwenye kambi yao iliyopo Mburahati. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya soka Charles Boniface Mkwasa amemwalika Rais Jakaya Kikwete kwenye mechi ya Taifa Stars na timu ya taifa ya Nigeria itakayopigwa leo jijini Dar es Salaam kusaka nafasi ya kushiriki AFCON 2017. Habari za asubuhi popote pale ulipo mtazamaji wa Channel 10. Hali kadhalika wewe msikilizaji wa Radio Magic FM, ni kualike moja kwa moja katika kipindi hiki cha asubuhi njema, ambapo miongoni mwa mambo utakayotazama ni pamoja na habari za hapa nyumbani, ambapo zenyewe zimeambatana na habari za michezo na burudani. Hiyo kumbuka ni sehemu ya kwanza tu ya kipindi hiki, lakini katika sehemu ya pili tutazama yaliyojiri katika magazeti yaliyotufikia studioni leo, ambapo mkononi mwangu kwa yule anayetazama kupitia Channel 10 basi ninalo gazeti la Habari Leo ambalo lina habari picha hapa nzuri kabisa inawaonyesha mashehe waliorejea waliotokea DRC waliokuwa wameshikiliwa huko na waasi wa DRC Congo, basi wakawa wamesimulia yaliyowafika huko walipokuwa DRC Congo. Basi hiyo tutazama katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha asubuhi njema, lakini kabla ya yote tuanze moja kwa moja na habari za hapa nyumbani. Mimi ni Ezekiel Mwambopo. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo jijini Dar es Salaam inatarajiwa kuzinduliwa leo, hatua ambayo inatajwa kuwa itaendelea kupanua wigo wa upatikanaji wa huduma za tiba ya magonjwa ya moyo hapa nchini. Taarifa hii inaletwa basi na Lina Dennis. Mkuu wa taasisi hiyo ya magonjwa ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo ndani ya hospitali ya taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Janabi, katika mahojiano maalum na Channel 10 jijini Dar es Salaam, amesema tangu kuanzishwa kwake taasisi imewezesha zaidi ya wagonjwa 500 kupatiwa huduma ikiwemo za uchunguzi na upasuaji wa moyo, huduma ambazo awali zilikuwa zikipatikana nje ya nchi. Profesa Janabi amebainisha kuwa katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari mwaka huu hadi sasa wagonjwa 170 wamefanyiwa uchunguzi na wengine 121 wamefanyiwa upasuaji wa moyo kwa mafanikio makubwa kutokana na uwepo wa vifaa tiba vya kisasa na madaktari bingwa wenye ujuzi. Dhumuni lake kubwa ni lile lengo la serikali kuweza kupunguza wagonjwa wanaosafirishwa kwenda nje, na jitihada kubwa zimekuwa zikifanywa kwa kuongeza wataalamu na kila kitu. Profesa Janabi pia amebainisha kwamba katika kuhakikisha kuwa huduma za tiba ya magonjwa ya moyo kwenye taasisi hiyo zinaendelea kuboreka, madaktari kadhaa wanatarajiwa kupelekwa nje ya nchi kabla ya mwisho wa mwaka huu kwa ajili ya masomo. Kwa sababu tutakuwa kama taasisi ya moyo kujitegemea wenyewe, na itaweza kuzidisha ufanisi wa kazi zaidi, kwa sababu maana yake sasa itatupa fursa zaidi za kuweza kusomesha watu wengi zaidi, itatupa fursa zaidi ya kuajiri watu wengi zaidi. Kwa mujibu wa Profesa Janabi, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ambayo ni ya kwanza kwa ukubwa na ya kisasa zaidi katika nchi za Afrika Mashariki kwa upande wa taasisi za serikali, pamoja na mambo mengine, ina vitanda 100 vya kulazia wagonjwa, vitanda 11 kwenye chumba cha wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum, huku pia ikiwa na vyumba 3 vya upasuaji vilivyojitosheleza kivifaa. Lina Dennis, Channel 10. Na tunaambiwa watendaji wa sekta ya ujenzi inayokadiriwa kuwa na makandarasi 8500, wahandisi zaidi ya 1500 na wakadiriaji majenzi zaidi ya 1300 wameshauriwa kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji ya pamoja ili kuwawezesha kupata faida zaidi na mitaji ya kuendesha shughuli zao za ujenzi. Mfuko wa uwekezaji wa pamoja ni fursa mbadala inayowezesha watu, vikundi, taasisi na kampuni sawa na mahitaji yao kuwekeza fedha zao UTT, ambapo nao huwekeza fedha hizo katika masoko ya fedha na masoko ya mitaji kulingana na mawakala na waharaka wa makubaliano. Faida ipatikanayo hugawanywa kwa wawekezaji kulingana na uwiano wa uwekezaji waliofanya katika mifuko husika. UTT ni taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Fedha iliyoanzishwa miaka 12 iliyopita kwa lengo la kuanzisha na kuendesha mifuko ya uwekezaji wa pamoja nchini ili kuwawezesha wananchi kujiwekea akiba na kuwekeza katika masoko ya fedha na mitaji. Tukiachana habari hiyo, sasa tuende katika habari nyingine. Tunaambiwa maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam yamezidi kushika kasi, ambapo kwa siku ya jana na leo jumla ya wagonjwa 116 wamefikishwa katika kambi ya kipindupindu iliyopo Mburahati kwa matibabu. Ifuatayo ni taarifa kamili. Mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa Kinondoni, Dr. Azizi Msuya, amesema wagonjwa hao wapya wametoka katika maeneo ya Manzese na Tandale
ambayo yameonyesha kuwa wagonjwa wengi zaidi wa kipindupindu katika manispaa hiyo. Amesema ugonjwa huo ambao chanzo chake ni uchafu unaweza kupungua au kumalizika ikiwa wananchi watazingatia kanuni za afya na usafi. Sisi kama halmashauri tunakwenda kule kwenye nyumba, tunatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha kila nyumba tunayoingia tunatoa water guard ya kuweka kwenye maji ya kunywa, tunatoa kipeperushi cha kuwapa elimu. Tumejaribu kuhakikisha kwamba vile visima ambavyo tumeviona kwamba ni hatarishi tumefukia visima 11 tangu tumeanza ili zoezi. Tumefukia na tumeweza kutoa alternative ya maji. Sasa ndio utafukia visima pale, utawapa nini sasa? Watu hawana alternative ya maji. Amesema tangu kuanza kwa ugonjwa huo watu 6 wamefariki dunia katika manispaa Kinondoni na zaidi ya watu 370 walilazwa na wengine kuruhusiwa, ambapo katika jiji la Dar es Salaam mpaka sasa watu 14 wamefariki dunia na zaidi ya 750 wameambukizwa kipindupindu. Wakati jiji la Dar es Salaam likipambana na kipindupindu, maji ya vyoo na chemba katika mtaa wa Agre Kariakoo yameendelea kutiririka katika mitaa, huku biashara mbalimbali zikiwemo za vyakula na matunda zikiendelea. Yaani mpaka sasa hivi tunashindwa kuelewa kwa sababu gani walichokisema kwamba kuna kipindupindu, lakini mpaka leo hii hali hapo tuna wiki ya pili unavyoona hiyo. Lakini mpaka leo hii hamna mamlaka si labda niseme si ni halmashauri, hakuna. Watu wanapita tu wanakuja wanaangalia tu wanaondoka zao. Nashukuru kwanza umekuja kuona hii hali. Hii hali inatuchefua vibaya. Yaani hii hali haifai. Hii hali ya kitumwa, hii hali ya kinyama. Kwa sababu utaratibu umeanza pole pole, maji yanatoka juu ya tena ya chooni. Yanakuja maji yanasimama hapa mbele ya duka. Hebu angalia kulivyokuwa kwa kijani hivi. Wateja sasa hivi wamekuwa wasimame, wakisimama kuna nuka. Harufu zinatoka mbaya hapa. Lakini tunashangaa kila siku wanapita kuchukua ushuru na risiti ninazo hapa. Na tukiendelea hali hii ndani ya wiki 1-2 basi hapa kipindupindu kitaendelea. Ukisikia Kariakoo imelipuka kipindupindu basi mtaa wa Grey. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Vyama vya siasa vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi yani UKAWA vimeelezea kusikitishwa na kile vilivyodai kuwa vitendo vya hujuma vinavyofanyiwa na vilivyowaita wapinzani wao wa kisiasa. Mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Katiba ya Wananchi ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa NCCR Mageuzi James Mbatia amesema miongoni mwa hujuma zinazofanywa dhidi ya umoja huo ni kuchaniwa mabango ya wagombea wa vyama hivyo kwa ngazi ya ubunge na urais, pamoja na madai kuwa baadhi ya vijana kuvalishwa nguo na vyama vinavyounda umoja huo na vijana hao kutumiwa kwa lengo la kufanya vurugu ili wanachama wa umoja huo waonekane ni wafanya vurugu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Bwana Mbatia amezitaka mamlaka zinazohusika kuzingatia vyombo vya dola na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuchukua hatua mapema ili kudhibiti hali hiyo ambayo ameieleza kuwa huenda ikasababisha uvunjifu wa amani. Sipochukua hatua, The Hague yuko pale. Zimebaki siku 50 tu niwe mkweli. Waone Kenya ilitokea nini? The Hague yuko pale. Waliofanya vile vitendo vya 2007 wameanza walianza The Hague yuko pale. Na sisi tunahubiri maridhiano, tuachane na mambo ya kulipizana visasi na mambo mengine yote. Lakini wakiendelea na uchochezi huu, sisi hatuna vyombo vya dola. Jeshi la polisi ni letu, so kama lichukue hatua, Tume ya Uchaguzi kama ichukue hatua. Sisi hatutaki wa Tanzania wajiwekee sheria mkononi wenyewe. Lakini hakuna kinachozidi nguvu ya umma haipo. Na mgombea urais kupitia Chadema anayeungwa mkono na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA, Edward Lowassa ameendelea kuchanja mbuga, ambapo jana amehutubia katika maeneo mbalimbali mkoani Kigoma, ambapo ameahidi kuboresha hali za wakulima wa tumbaku ambao muda mrefu wamekuwa wakikopwa mazao yao na wakati mwingine kutolipwa kabisa na serikali. Taarifa ya mwandishi wetu Jamila Omar aliyeko katika ziara hiyo inafanua zaidi. Kampeni za Edward Ngoyai Lowassa katika mkoa wa Kigoma zinaanzia katika kata ya Nguruka wilayani Uvinza, ambapo Lowassa akiwa na Kamanda Mbowe kama kawaida, nyota yake iking'ara, wanapokelewa na umati mkubwa wa wana Nguruka. Lowassa ambaye ameamua kufika hadi vijijini akitumia helikopta ameanzia Nguruka, Kalinzi na Tegwanoti
na baadaye mkutano mkubwa akihutubia Kigoma mjini amemwaga sera zake kwa wananchi wa maeneo hayo na kuahidi endapo atapata ridhaa ya kuwa rais wa awamu ya 5 atahakikisha anaboresha hali ya wakulima wa tumbaku ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakikopwa mazao yao na serikali na wakati mwingine naambiwa hamjalipwa pesa zenu. Na hamjui zinalipwa lini. Sasa nampa tahadhari wanayehusika. Ikifika Oktoba hawajawalipa, mimi nikiingia madarakani mtalipwa mara 2 bei ya pesa zenu. Serikali yangu haitavumilia watu wanaoonea wakulima. Na kwa sababu hiyo tutaondoa ushuru katika mazao. Tunapozungumza mabadiliko, tunazungumza mabadiliko juu ya mkulima. Alime kisasa, alime kwa mwagiliaji, pembejeo za kisasa na kadhalika. Lakini maisha yake yabadilike, awe mtu bora zaidi. Akiwa Nguruka, David Kafulila na Kamanda Mboe wanapata nafasi kidogo ya kuelezea juu ya Sita, hana uhalali wa kuzungumza ufisadi huo halali. Nyie wa Tanzania ni mashahidi. Bunge iliyokwisha wa budget nilimbana ndani ya bunge kuhusu ufisadi wa bilioni 8 za mabehewa feki. Ufisadi ambao ulifanywa na Mwakembe wakiwa waziri wa uchukuzi. Na swaiba wake Sita akawekwa pale kumlinda Mwakembe. Wamesababisha ununuzi wa mabehewa feki yenye thamani ya bilioni 238. Alafu leo nazungumza wale wazalendo. Huo wazalendo wanaotoa wapi? Lakini Mboe anawakumbusha wakazi wa Kigoma jukumu lao la msingi katika kipindi hiki cha uchaguzi na kulazimika kuelezea mabadiliko na maana yake. Wananchi wanashangilia bango tafikiri mkutano wa hadhara. Sisi wanapata wenda wazimu. Wanakamata vijana polisi, wanakwenda kuweka ndani. Jana mheshimiwa Lema mbunge wa Arusha wa Chadema kazindua kampeni. Wananchi wanamshangilia, wanasukuma gari yake. Wamemkamata Lema, wamemlaza ndani. Mpaka dakika hii amelala ndani. Mimi nikampigia simu RPC wa Arusha. Nikamwambia nakushukuru kwa kumlaza Lema ndani. Anaendelea kukomaa kwa sababu anapokuwa huko ndani anaendelea kumwaga sera kwa wafungwa wengine namna ya ukombozi wa nchi yetu. Kampeni za mgombea uraisi kwa tiketi ya Chadema anayewakilisha Ukawa kesho Septemba 5 zitaingia mkoani Tabora baada ya kuhitimishwa leo Kigoma mjini. Jamila Omar, Channel 10, Kigoma. Naam, taarifa hiyo Jamila Omar inatukamilishia sehemu ya kwanza ya habari hii. Muda mfupi ujao utaendelea basi na habari za michezo na burudani. Endelea kubaki na Channel 10, endelea kusikiliza Radio Magic FM. Tufunge safari. Sasa ni amsha amsha. Mama pali 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 la bombo. Oktoba 25 mwaka huu wa Tanzania watachagua viongozi wa taifa hili kwa miaka 5 ijayo. Watakuja watajinadi. Tutatumia hifadhi ya jamii kama nyenzo ya kukuza uwekaji akiba nchini. Kipaumbele cha kwanza elimu, kipaumbele cha pili elimu, cha tatu elimu. Tanzania ya Magufuli itakuwa ya viwanda. Watatupa maneno. Ukija ovyo ovyo ukifungua miguu tunakupiga dobo. Akilia kuku na mchinja, sawa? Sasa chizi kalogwa tena. Ndembe. Kifo cha membe. Chali. Ni wakati wako mwananchi kuwatambua, kuwachambua, hatimaye kuwachagua viongozi walio bora ifikapo Oktoba 25. Channel 10 kama kawaida inaendelea kuwa nami kukuletea mfululizo wa vipindi vya elimu ya mpiga kura na umuhimu wa uchaguzi mkuu, kuwapa fursa wananchi kueleza aina ya kiongozi wanayemtaka ili kujumuika kwa pamoja katika kukabiliana na ujinga, umasikini, maradhi, sambamba na kuhakikisha kila Mtanzania anafaidika na rasilimali tulizo nazo. Ni swala zima la miundombinu, sio rafiki kwa watu wenye ulemavu.
Tufunge safari. Yaani huku niliko maisha magumu kishenzi. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Nasema kwa lugha ya Kiarabu, kilichoharibika kimeharibika, ni johi na joha. Ni amsha mpaka kila wiki. Haya si mapenzi, ni mahaba. Mimi hii hapana kabisa. Tanzania inahitaji mabadiliko ya kijinsia. Channel 10 kilicho bora kabisa. Kwenye michezo kubwa zaidi ni kuhusu kocha mkuu wa timu ya soka ya Tanzania kwa upande wa wanaume Taifa Stars, Boniface Mkwasa. Amemwomba Rais Jakaya Kikwete kufika katika uwanja wa Taifa kushuhudia mechi ya Taifa Stars ambavyo itaibuka na ushindi dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, The Super Eagles, mtanange utakaofanyika leo kusaka nafasi ya kushiriki AFCON 2017. Kocha Mkwasa amesema hayo wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari katika ofisi za chama cha soka nchini TFF uliolenga kuwaeleza wa Tanzania namna alivyokiandaa kikosi chake kwa ajili ya kuivaa Nigeria. Katika mkutano huo pamoja na mambo mengine, kocha Mkwasa amesema ana uhakika na ushindi katika mchezo huo wa leo dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, hivyo rais asiwe na mashaka kuhusu timu ya taifa ya Tanzania. Sasa uje pale uone kama badiliko kama sisi ndio tumekuwa nuksi ama wewe, lakini tulimalika kwa nia kabisa njema kwamba aje mbele ya Tanzania na atumie fursa hiyo kuaga wapenzi wa mchezo kwa kuwa nadhani anamaliza kipindi chake mwezi ujao. Kwa hiyo atumie fursa hiyo kuweza kuaga Tanzania kwa sababu tumekaa naye mpira na aje kwa mafanikio, na sisi kwa sababu tunaamini kabisa kwamba mechi hii itatupa mafanikio. Kuhusu kikosi chake, kocha Mkwasa amesema kinaendelea vizuri na mazoezi ya mwisho na wachezaji wapo tayari kuwavaa wapinzani wao ili kupata ushindi utakaofanya Taifa Stars isonge mbele na kupanda katika viwango vya ubora wa soka duniani. Lakini tunafanyia drills za kumpa mtu confidence katika squad na tumefanya mpaka jana, tumefanya mpaka leo asubuhi tumefanya. Lakini cha msingi ni kuomba kukumbuka yale ambayo tumetrain kuiweka kiwanjani. Kwa sababu tunayofanya katika training ni wanasema ni match reality, yani ni mazoezi ambayo yanafanana na halisi ya mchezo. Kwa hiyo wanapofanya training hapa na maana kuyahamisha yale mazoezi kupeleka wapi kwenye mechi. Naam, hilo la Taifa Stars ni moja na ni la kwa hapa nyumbani. Sambamba na hilo kimataifa, timu mbalimbali za bara la Afrika mwishoni mwa juma hili, yani leo na kesho, zinatarajia kucheza michezo ya kufuzu kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, itakayofanyika 2017 nchini Gabon. Kwa upande wa timu za Afrika Mashariki, mbali na Tanzania, Kenya wao watamenyana na Zambia, Rwanda watacheza na Ghana, Uganda wao watacheza na Morocco. Wakati huo timu ya Afrika Kusini yenyewe inatarajia kuifuata Mauritania katika dimba la Stade Olympique de Nouakchott ama Nouakchott, lakini pia timu zingine ziko uwanjani ni Msumbiji. Vigogo wengine wanatarajiwa kutupa karata zao leo ni pamoja na Misri ambayo itacheza na Chad, wakati Gambia itakuwa dimbani kumenyana na Cameroon, huku Senegal ikicheza na timu ya taifa ya Namibia. Kwa matokeo tu mechi za jana hapa Afrika, Djibouti wakiwa nyumbani wao wamefungwa na Togo goli 2-0. Tuache hapa Afrika, twende barani Ulaya, nako pia kuna michuano mbalimbali ambayo inaendelea, hususan ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Ulaya kwa mwaka 2016, michuano ambayo itafanyika hapo mwakani, ambapo jana kumeshuhudiwa mechi za kundi F, ambapo katika mechi hizo timu ya taifa ya Ujerumani yenyewe imeibuka na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya timu ya Poland, goli la kwanza likifungwa na Thomas Muller dakika 12, Mario Götze akifunga magoli mawili mengine hayo dakika 19 na dakika 82. Sambamba na hapo Robert Lewandowski alifungia Poland bao la kufuta machozi dakika ya 37. Mechi zingine zilizofanyika jana ilikuwa ni visiwa vya Faroe ambao walikuwa nyumbani wakaambulia kipigo cha magoli 3-1 kutoka kwa Ireland ya Kaskazini. Hungary walitoka sare ya kutokufungana na Romania, ili hali Ugiriki wakiwa nyumbani wamefungwa na timu ya taifa ya Finland. Basi endelea kufuatia Channel 10 kwa ajili ya matokeo mengine hapo baadaye, ambapo kumbuka ni michuano mingi ambayo inaendelea kutoka hapa Afrika, lakini bara Asia kombe la dunia kufuzu, na vile vile bara Ulaya kwa ajili ya kufuzu kombe la mataifa ya Ulaya. Ni mwisho kabisa wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Endelea kubaki na Radio Magic FM, endelea kubaki na Channel 10, kwani kitachofuata sasa ni magazeti. Yako mengi sana kama nilivyokujuza katika magazeti yaliyokufikia. Endelea kubaki.